Karibu sana mtazamaji wa Mlimani TV katika kipindi bora cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa ya kipindi hiki ambavyo ni yasemavyo magazeti. Leo tarehe 28 mwezi wa 4 kwa mwaka 2025 tunapata tena wasaa kuziangazia kurasa za mbele na za nyuma za magazeti yaliyotufikia hapa studioni kwa siku ya leo. Jina langu ni Holiness Mbise. Na moja kwa moja nikianza na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Habari kubwa iliyopewa kipaumbele kwa siku ya leo ni BBT yazidi kunoga, mradi wa bilioni 646 kuwawezesha wanawake na vijana. Habari kamili inapatikana ukurasa wa pili. Lakini pia habari nyingine iliyopewa kipaumbele katika kurasa huu wa mbele wa gazeti hili ni Majaliwa atoa maagizo kuboresha ushirika. Habari kamili ukurasa wa pili. Mufti ateua mshauri wa dini uchumi. Habari kamili ukurasa wa 3. Lakini pia katika ukurasa wa 3 utakutana na habari inasema TAMISEMI yaagiza ma-RC na DC walinde amani. Lakini pia habari ukurasa wa 8 inasema Benki ya Dunia yaisifu Tanzania usimamizi uchumi. Hizo ni habari zilizopamba kurasa za mbele katika gazeti la Habari Leo. Nikiliangazia gazeti hili katika kurasa wa nyuma ambapo umesheheni habari za michezo, habari kubwa iliyopewa kipaumbele kwa siku ya leo ni Simba yatinga finali, Samia aipongeza. Habari hii imefafanuliwa kwa kina katika ukurasa huu wa nyuma. Lakini pia futsal kibaruani tena Morocco leo. Habari kamili pia utaipata katika gazeti la Habari Leo ukurasa wa nyuma. Habari nyingine ni Liverpool mabingwa wapya England. Habari hizo tutazipata katika gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Napata pia saa mzuri wa kuligeukia gazeti la Uhuru ukweli daima, ambapo habari kubwa iliyopewa kipaumbele kwa siku ya leo ni Majaliwa atoa maagizo 6 Wizara ya Kilimo, ataka maadili, uwazi, uwajibikaji na utawala bora kwa watendaji wa vyama vya ushirika, asisitiza taasisi za fedha kuweka mifumo rafiki ya upatikanaji mikopo na mtaji wa wakulima. Habari kamili ni katika kurasa wa pili wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini habari nyingine ni Dr. Nchimbi ataka umoja watiania ubunge na udiwani. Habari kamili ni katika kurasa wa pili. Lakini pia habari nyingine ni wenye leseni ndogo uchimbaji madini wageni kushirikiana. Habari hizo tutazipata katika gazeti la Uhuru ukweli daima. Nikiliangazia pia gazeti hili katika kurasa wa nyuma ambapo ni mahususi kwa ajili ya michezo, habari kubwa iliyopewa kipaumbele kwa siku ya leo ni heshima imerejea. Simba yavunja mwiko miaka 32 CAF, VAR yakataa matukio matatu. Lakini pia habari nyingine kwa upande wa michezo ni Rais Samia aipa 5 Simba. Dr. Tulia atoa maagizo Samia Serengeti Festival. Lakini pia matokeo ya jumla kati ya Simba na Stellenbosch katika nusu ni 1-0. Habari hizo tutajipatia katika gazeti la Uhuru ukweli daima. Naliangazia pia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii ambapo habari kubwa iliyopewa kipaumbele katika kurasa wa mbele ni Heche atoa kauli nzito akiteta na wagombea. Ni katika muendelezo wa vuguvugu la no reform no election. Awashangaa makada wa Chadema wanaotaka nini ni katika kurasa wa pili wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Lakini habari nyingine ni wabunge wa Charuka wakitaka nemki iwe mamlaka isiingiliwe. Habari kamili ni katika kurasa wa 4. Lakini pia wafanyabiashara manispaa wavutana ujenzi wa soko jipya. Habari kamili ni katika kurasa wa 3. Na katika gazeti hili pia utapata habari ya ijue historia ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Ni katika kurasa wa 11 na wa 12 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Nikiliangazia gazeti hili katika kurasa wa nyuma ambapo umesheheni pia habari za michezo ni kwamba Simba hili tunalibeba. Simba yasema hili tunalibeba. Kauli ya uongozi wa Simba baada ya kushuhudia wakitinga hatua ya finali. Habari hii pia kwa kina utaipata katika gazeti la Nipashe ukurasa wa nyuma. Tanzania yatamba futsal wanawake. Habari hizi zote pia utazipata katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Napata pia wasaa mzuri wa kuliangazia gazeti la Mwananchi Tanzania ambapo habari kubwa iliyopewa kipaumbele kwa siku ya leo katika gazeti hili ni kilio cha mishahara. Vyama vya wafanyakazi wadau watoa kauli na hatua za haraka kuchukuliwa. Rais Samia aachiwa zigo la kuamua, wakumbusha ahadi za maslahi bora. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini tech wanaotaka mabadiliko wasikilizwe. Habari kamili ni katika ukurasa wa 2. Mapya ajali ya Precision, abiria wadai fidia ya bilioni 7.2. Habari kamili ni katika ukurasa wa 5. Lakini gharama ya kupandikiza mimba shilingi milioni 14, wadau wapaza sauti. Habari kamili utaipata katika gazeti la Mwananchi Tanzania ukurasa wa 3. Habari nyingine ni ajira za TRA za tema 74,383 usaili wa awali. Habari kamili pia ni katika gazeti hili la
Mwananchi Tanzania. Na nikihitimisha na gazeti Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani, ambapo ni gazeti mahususi kabisa kwa ajili ya michezo na burudani. Habari kubwa iliyopamba gazeti hili katika kurasa wa mbele ni unyama sana. Hii ni baada ya mchezo wa Simba na Stellenbosch huko South Africa baada ya kutoka sare ya bila kufungana. Lakini pia habari nyingine ni Pasaka imepita lakini dabi ya Kariakoo bado haijafufuka. Habari kamili ni katika kurasa wa 15. Kaseja na kibarua cha msimu wa 2015 na 2016. Habari hizo zote utazipata katika gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Na kufikia hapo sina la ziada, mtazamaji wa Mlimani TV. Kwa muda wote huo ulikuwa na Holiness Mbise, na punde baada ya hapa vinapata vipindi vingine maridhawa kutoka Mlimani TV. Asante na huwe na wakati mwema.